Baada ya nusu karne ya ukandamizaji, taifa la Syria lililipuka kwa sherehe za kumwondoa madarakani Bashar al-Assad, ambapo sasa wanasherekea mwaka mmoja wa kumwondoa madarakani Bashar al-Assad na kuingia kwa serikali mpya ya al-Shara. Bashar al-Assad alichukiwa ndani ya taifa hilo la Syria. Sasa yupo nchini Moscow na Wasiria waliingia mitani na kurandaranda kwenye majumba yake yaliyokatazwa kufurahia uhuru wao. Sasa umetimia mwaka mmoja na Wasiria wanafurahia, lakini bado kuna changamoto kubwa kutoka Israel. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, licha ya kuwaona Wasiria wakifurahia mwaka mmoja wa kuondolewa kwa Bashar al-Assad, anasema Israel haitaondoka katika maeneo ya kusini ya Syria iliyoyavamia. Waziri Mkuu wa utawala wa Israel Benjamin Netanyahu amesema jeshi la utawala huo halitaondoka katika maeneo iliyoyavamia na kuyakalia kwa mabavu kusini mwa nchi hiyo. Hata hivyo, matarajio ya Wasiria wengi baada ya kuondolewa kwa Bashar al-Assad waliamini utawala mpya utaweza kuondoa majeshi ya Israel katika eneo la kusini mwa taifa hilo, lakini ni serikali ya Benjamin Netanyahu iliyoanzisha mashambulizi makubwa katika maeneo mbalimbali nchini Syria, katika kile ilichosema kwamba mashambulizi hayo ni kutokana na kuharibu miundombinu ya ulinzi katika taifa hilo, ikiwa ni pamoja na kurusha mashambulizi katika maeneo ngome za kijeshi. Mashambulizi ya anga ya Israeli yaliharibu vifaa vingi vya kijeshi ambavyo serikali mpya ingetumia kudumisha udhibiti na utulivu. Vikosi vya Israeli vimekamata sehemu ya kusini mwa Syria na kuendelea kukiuka mamlaka ya nchi hiyo kupitia operesheni za ndani za ardhini katika eneo hilo. Ahmed al-Shara amefanikiwa kuviondoa vyombo vya ukandamizaji vya utawala wa Assad na kuondosha jela zake zinazochukiwa na kusambaratisha polisi wake wa siri. Hofu ya taifa la Syria lenye mtindo wa Taliban imethibitika kuwa haina msingi hadi sasa. Hata hivyo, hayo yote ni kutokana na mipango ambayo Marekani na washirika wake wamepanga dhidi ya taifa hilo la Syria. Akihutubia katika mkutano uliohudhuriwa na mabalozi wa Israel, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisisitiza kwamba utawala huo wa Israel hautayaachia maeneo yaliyovamiwa na kukaliwa baada ya kuanguka utawala wa Bashar al-Assad mnamo Desemba 8 mwaka 2024. Tunataka kuhifadhi mali hizi, ametamka waziri mkuu huyo wa Israel Bwana Benjamin Netanyahu, akimaanisha eneo la Jabal al-Sheikh kwa maana mlima Hermon na eneo la ulinzi karibu na minuko ya Golan inayokaliwa pia kwa mabavu na Israel tangu mwaka 1967. Netanyahu ameongeza kuwa Israel inatarajia kufikia makubaliano na serikali ya Damascus kuhusu kuliweka eneo la kusini mwa Syria bila silaha wala zana zozote za kijeshi. Waziri mkuu huyo utawala wa Israel ametoa kauli hiyo katika hali ambayo waziri wa mambo ya nje wa Syria Asad al-Shaiban alitangaza hapo awali kwamba hakutakuwa na makubaliano yoyote na Israel hadi pale itakapoondoa majeshi yake katika maeneo ya ardhi ya nchi hiyo yanayokaliwa kwa mabavu. Hivi karibuni Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilipitisha azimio lililosisitiza kuwa kuendelea Israel kuikalia kwa mabavu na kuiunganisha na upande wake katika milima ya Golan ya Syria ni kinyume cha sheria, na likautaka utawala huo uondoke kikamilifu katika eneo hilo hadi kwenye mstari wa mpaka wa Juni 4 mwaka 1967. Lakini waziri mkuu Benjamin Netanyahu amesema hilo haliwezekani na kwamba sasa eneo la kusini mwa Syria limetwaliwa, hasa milima ya Hermon kwa maana ya Jabal al-Sheikh, na sasa eneo hilo litakuwa eneo la upande wa Israel kama ambavyo wachambuzi wa mambo wanasema. Wachambuzi wengi wanaeleza kwamba Israel imekuwa ikiteka kidogo kidogo maeneo katika maeneo inayoyatwaa, lakini mwisho wa siku imekuwa ikiamiliki na kuanzisha makazi kama ilivyotokea katika milima ya Golan kwa upande wa Syria na hata Palestina, hasa katika eneo la ukingo wa magharibi na maeneo mengi ya Mashariki ya Kati. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.